ni fahari yetu. Tukio lililotokea eneo la Kikuyu limeibua mjadala mzito miongoni mwa wananchi, wachambuzi wa siasa na vyombo vya usalama. Swali kuu linaulizwa ni hili: je, kilichotokea ni tukio la kawaida tu ama kuna mkono wa kisiasa nyuma yake? Kwa kuanzia, ni muhimu kuelewa kuwa matukio ya aina hii nchini Kenya mara nyingi huathiriwa na mazingira ya kijamii na kisiasa. Eneo la Kikuyu likiwa karibu na jiji la Nairobi lina historia ya kuwa na shughuli nyingi za kisiasa, hasa wakati wa mivutano ya kitaifa au maandalizi ya uchaguzi. Kuna hoja mbili zinajitokeza hapa. Kwanza, uwezo wa siasa kuchochea tukio. Wachambuzi kadhaa wanaamini kuwa matukio ya vurugu au taharuki yanaweza kuchochewa na wanasiasa, hasa pale ambapo kuna migawanyiko ya kisiasa au ushindani mkali wa madaraka. Katika hali kama hii, baadhi ya viongozi huenda wakatumia vijana au makundi fulani kuzua vurugu ili kuonyesha nguvu au kufuruga wapinzani wao. Zaidi ya hayo, ikiwa tukio lililotokea wakati ambapo kulikuwa na mikutano ya kisiasa au kauli zenye utata kutoka kwa viongozi, basi kuna uwezekano mkubwa wa siasa zilizochangia angalau kwa kiwango fulani. Pili, uwezekano wa tukio kuwa la kawaida lisilo la kisiasa. Kwa upande mwingine, si kila kitu lazima kiwe na mkono wa siasa. Inawezekana kabisa kuwa kilichotokea ni matokeo ya sababu za kawaida kama uzembe, ajali au hata migogoro ya kijamii isiyohusiana na siasa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya dharura yanayotokana na sababu kama hitilafu za kiufundi au migogoro ya binafsi. Ukweli uko wapi? Kwa sasa, bila ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa vyombo vya uchunguzi kama vile polisi au mashirika huru, ni vigumu kuthibitisha moja kwa moja kwamba wanasiasa walihusika. Hata hivyo, historia ya nchi inaonyesha kuwa siasa zimewahi kuwa kichocheo cha matukio kama haya, hivyo haiwezi kupuuzwa kabisa. Kwa ufupi, uwezekano wa siasa kuhusika katika tukio la Kikuyu hauwezi kutatuliwa wala kuthibitishwa moja kwa moja kwa sasa. Uchunguzi wa kina unahitajika ili kubaini ukweli, nao wananchi wanashauriwa kuwa watulivu na kuepuka kusambaza taarifa zisizo na uthibitisho ambazo zinaweza kuongeza taharuki. Swali la msingi linaendelea kubaki: je, ni mwanzo mvutano mkubwa wa kisiasa au ni tukio la kawaida lililopata tafsiri ya kisiasa? Muda na uchunguzi vinatoa majibu kamili. Niite Mr. Zack. Kijani ni ardhi, nyeupe ya amani, daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo.